Katika kipindi cha Julai hadi Disemba ilikuwa ni 80 na wanaume wakiwa 17. Hivyo basi jumla ya kipindi hicho kwamba waliofanyiwa ukatili wanawake walikuwa ni 115 na wanaume 17 tu. Leo ikiwa ni siku ya wanawake duniani, Ayo TV na kuletea taarifa kutoka mkoa wa Mbeya, wilaya Mbarali, ambapo vitendo vya unyanyasaji bado vinaendelea kwa jinsia ya kiume na kike, ambapo afisa ustawi kata ya Igurusi Bwana Kasmil ameeleza bado wanaume wanakutana vitendo vya unyanyasaji, huku pia wanawake ndio wanaongoza kufanyiwa unyanyasaji zaidi. Hayo yameelezwa wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika wilaya Mbarali, huku mbunge wa jimbo hilo Bahati Ndingo akitaka wanawake wilayani Mbarali wametakiwa kutumia muda mwingi kuziangalia familia zao kwa lengo la kupunguza ukatili unaotokea kwa watoto na wao wenyewe. Katika shambulio la mwili, yani vitendo vya ukatili kwenye maana ya kipigo na kadhalika, tulipokea mashauri 35 ambayo walikuwa ni wanawake, lakini hakuna mwanaume yeyote katika shauri hili au katika shambulio la mwili hakuna aliyopatikana. Maana yake wengi waliofanywa ukatili wa kipigo walikuwa ni wanawake. Lakini katika swala hili pia la ukatili wa kisaikolojia au kihisia, wanawake waliokwisha kuripoti matukio hayo katika kipindi cha Julai hadi Disemba ilikuwa ni 80 na wanaume wakiwa 17. Hivyo basi jumla ya kipindi hicho kwamba waliofanyiwa ukatili wanawake walikuwa ni 115 na wanaume 17 tu. Kwa hiyo tunadhihirisha kabisa kwamba mfumo dume upo na wanaokatiliwa zaidi wanawake kuliko wanaume. Shukuru na kutambua mchango wa wataalamu wa viongozi wa halmashauri, serikali za vijiji na kata na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kutoa hamasa na elimu ya kusaidia wahanga wa matukio ya ukatili wa kijinsia. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na mafanikio hayo, tunakabiliana na baadhi ya changamoto kama ifuatavyo. Moja, baadhi ya wanaume kutelekeza familia zao, hivyo husababisha watoto kulelewa na kutunzwa na wamama peke yake. Kisha kwamba hakuna mwanamke anayefanyiwa ukatili wa aina yoyote, iwe ya kimwili, kiuchumi au kisaikolojia. Kama jamii, jukumu letu ni kuwalinda wanawake wote. Nukuu moja ya Kiafrika inasema, mke ni nyani wa mgongo, usipomshika vizuri anaanguka. Hii inatufundisha kuwashika vizuri, kuwajali na kuwalinda. Zimesomwa risala hapa. Nimeona kaka yetu Kasmili amesoma risala ya hadhi ya ukatili wa kijinsia. Tulikuwa tunaangalia hapa na Mheshimiwa DC takwimu. Ukiangalia na maeneo mengine tumepiga hatua, ingawa bado tuna kazi ya kufanya. Lakini kwa sasa ukatili mkubwa unafanyika ndani ya majumba yetu. Kwa hiyo tunalo jukumu wanawake. Tunatambua wanawake kwa sasa ni wajasiriamali. Na muda mwingi pia mko na ninyi kutafuta. Lakini tutenge muda wa kuangalia kwa ukaribu familia zetu. Kwa sababu ukatili mwingi sasa hivi unatokea ndani ya majumba yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, pamoja na kwamba tuna majukumu hayo, lakini sisi kama kina mama tunalo jukumu kubwa la kuendelea kulea jamii hii ili ikue katika maadili na misingi mizuri, ili hata sasa tuweze kusonga mbele zaidi. Kwa wilaya ya Mbarali, kwa halmashauri ya wilaya ya Mbarali, tukianza na adui umaskini, kwa wakati wote tumekuwa tukihakikisha tunatengeneza mazingira wezeshi ya kuwasaidia wananchi wenzetu na kuwajengea mazingira ya wao kujikomboa kiuchumi. Kwanza kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, lakini pamoja na maelekezo ya kisheria kwa mujibu wa kanuni za utolewaji na usimamizi wa mikopo, tumehakikisha tunasimamia utolewaji wa mikopo ya 10% ambayo inajulikana inawalenga wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mgeni rasmi ameeleza afisa maendeleo
kwamba kwa wanawake pekee mpaka sasa mikopo walionufaika nayo ni takriban bilioni 1.7, lakini kiujumla tumetoa zaidi ya mikopo ya bilioni 1.7 kwa makundi mbalimbali. Mwaka jana pekee tulitoa milioni 533. Mwanzoni mwa mwaka huu tumetoa milioni 735. Na mheshimiwa mgeni rasmi, fedha bado zipo, tutaendelea kuzitoa kwa mujibu wa taratibu.